Na kwa sasa twende tukaangazie mchezo wa pili ambao utapigwa kwenye uwanja wa CCM Kirumba majira ya saa 10:15 jioni. Mchezo kati ya Pamba dhidi ya Simba. Ni mechi yenye kumbukumbu nyingi kutoka msimu uliopita. Nilijaribu kupita mitandaoni nikaona comment za baadhi ya mashabiki wanasema katika harakati za kukosa ubingwa Pamba walichangia kwa Simba. Wanakumbusha na ilikuwa kwenye eneo la kuhimizana kwamba kesho tukafanye kweli. Ni mechi ambayo pia golikipa Jibril Kasali alifungwa goli kali sana na Mwashinga. Goli ambalo baadhi ya watu walisema nyie mngedaka. Inawezekana Kasali alikuwa na Mwana Sato anakuja. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi sana. Ni kumbukizi ambayo kila mtu anaikumbuka, lakini inawezekana kama ulisahau, tazama magoli mawili ambayo alifungwa kwenye mchezo huu, lakini magoli mawili ambayo yalitoa sare ya bao 1-1 huku na huku. Twende tukapate kionjo kabla ya kuja kuutambua mchezo huu, na je, tutegemea kuona mchezo wenye mvutano mkubwa kama ambavyo ulikuwa msimu uliopita? Tushuhudie magoli ya msimu uliopita pale CCM Kirumba, Pamba dhidi ya Simba. Anapambana kuhakikisha mali ni ya Simba na imekuwa hivyo. Kante ameng'aniwa, hajang'ang'anika. Imekuwa kwenye njia, yuko pale Elim Panzu Kibisawala anaingiza cross. Oh yes! Inatikisika CCM Kirumba. Ana zaidi ya kuwapongeza vijana wake. Kante aling'ang'aniwa, kung'ang'anika, kaiseti pasi ile. Elim Panzu Kibisawala hakuwa na muda kupoteza. Anise Ura hakuwa na kingine cha kufanya zaidi ya kumshughulisha Yona Geoffrey Amos. Inatikiswa miamba ya jiji la Mwanza. Yuko pale Matthew Tegis Momanyi. Mwashinga! Wana level scoreboard! James Wilson Mwashinga kutoka Ndandale Kiela, anawaka jijini Mwanza, anawaka CCM Kirumba. Wana level scoreboard Pamba. Bwana, chuma hiyo ya Mwashinga kutoka kwenye mpira uliokufa, pigwa shuti. Nakumbuka kuna beki mmoja Brazil alichezaga Chelsea, Alex piga hiyo vitu vyake hivyo kwenye mechi dhidi ya Liverpool Champions League. Kuna mechi na Arsenal alipiga Mwashinga, ile alipiga kwelikweli. Ndani ya dakika 35 game ni kama ikawa imeishia hapo, kwa sababu magoli ambayo alifungwa kipindi cha kwanza ndio ambayo yaliumaliza mchezo huu. Kocha Steve Barker anarudi tena kwenye uwanja akiwa na kumbukumbu kwamba alidondosha alama, inawezekana zilikuwa ni alama muhimu sana kwao. Unajua, kwa bahati mbaya pia kwa Pamba, huyu ambaye unamuona amefunga bao hapo, James Mwashinga ameondoka, ameenda Singida. Kwa hiyo sasa ni mechi nyingine yenye sura nyingine, vitu vingi vimebadilika. Na ukirejea kwenye kwa Pamba, tuanze kwa Pamba ambao ni wenyeji, almost wachezaji wao wa 4 mpaka wa 5 ambao walikuwa ni regular starter kwenye kikosi wameondoka. Tunazungumzia mtu kama Neva Tigisi, tunazungumzia mtu kama James Mwashinga, mtu kama Kenneth Kunambi, ambao wote walikuwa wameanza kwenye mchezo, lakini kuelekea kwenye mchezo hawapo tena sehemu ya kikosi cha Pamba. Tafsiri yake Pamba yenye sura mpya na kwenda kuendea mchezo dhidi ya Simba. Pamba ambayo of course moja ya timu ambazo zimefanya usajili mwingi msimu huu, wachezaji wengi ni Pamba. Kwa tunategemea kuona Mwalimu Francis anakuja na sura nyingine mpya kwenye mchezo mkubwa dhidi ya Simba. Lakini ukija kwa wageni, kwa maana ya Simba, Simba watakwenda kwenye mchezo kama wanavyokwenda kwenye michezo mingine yote. Michezo yao kama wao ni favorite kwenye makaratasi, na namna ambavyo watauendea mchezo sasa, inawezekana huu mchezo sasa hivi watauendea kwa tahadhari zaidi, kwa sababu watakumbuka kile ambacho kilikuwa kimetokea msimu uliopita. Na nadhani kama wata-approach vizuri mchezo wao kama walivyocheza dhidi ya Kagera Sugar away, naona wana nafasi nzuri ya Simba kuweza kupata matokeo. Kwenye mazingira mara nyingi sana inatajwa kucheza na Simba na Yanga, kwa kocha wa timu pinzani kuandaa plani huwa linaweza lisiwe jambo zito, kwa sababu unakuwa umebahatika kuiona timu ikicheza kwenye mechi nyingi. Lakini ambacho huwa kinakuja ni mpango kazi wa mwalimu utakuwa sahihi kwa kiwango gani, lakini pia wachezaji kwenda kutimiza maagizo aliyopewa na mwalimu, zile oda, namna ya kucheza, huwa linakuwa ni jambo jingine. Kocha Francis Baraza inawezekana mwaka jana alifanikiwa, lakini kwa kipindi hiki yeye anarudi akiwa tofauti kutokana na mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika kwa upande wa timu yake. Usajili ni mkubwa.
ni advantage kwa mazingira yalivyo, ni advantage itakuwa kwa upande wa kocha Steve Barker au kwa upande wa Francis Baraza kwa mara nyingine, kwa sababu inawezekana Simba wakawa wanaenda kucheza na Pamba, wanaujua uzito wa msimu uliopita, lakini kwa sasa wajua wanakutana na timu ya aina gani ukilinganisha na ambacho walikutana nacho msimu uliopita. Kwanza kwenye game plan pengine na kile ambacho Pamba anaweza akajiandaa dhidi ya Simba. Obvious unasema timu nyingi za madaraja ya chini ama madaraja ya kati, wakati wanajiandaa kucheza dhidi ya hizi top teams, training inaweza ikawa ni kitu ambacho watazingatia sana movement zao watakavyokuwa wao hawana mpira. Yaani hilo ndio jambo ambalo kwenye mazoezi mtakuwa mnaona jinsi gani ambao mnatakiwa kukimbia kwenye maeneo mkiwa hamna mpira. Kwa hiyo training yenu itakuwa inahusisha nyinyi mkiwa hamna mpira mnatakiwa kufanyaje. Tofauti na vile ambavyo unaweza kucheza na timu ambayo unaimudu, unasema sisi tunatakiwa kuchezaje dhidi ya hawa wapinzani. Yaani ndio hapo ambapo unasema pengine kwenye hata ukienda kwenye session za hizi timu mbili wakati unajiandaa na mechi tofauti. Yaani tofauti sana. Simba wao watakuwa wanatengeneza mpango wa kuja kukushambulia. Sasa wewe ndio unatakiwa kwenda kujibu kwamba Simba labda umeangalia mechi zao 5 zilizopita ama 3 zilizopita. Wanashambuliaje, wanakujaje kucounter kwenye maeneo yako ambayo unaweza kawa nazuia. Kwa nyinyi mpango wenu unakuwa ni kuona kwamba okay, Libasi anachezaje? Ili tumzuie Libasi tunatakiwa tufanyeje? Anset anachezaje tumzuie tunatakiwa kufanyaje? Kwa nyinyi mna train off the ball, movement tu. Mara nyingi ikitokea kwenda kushambulia imekuja kwamba haya sasa tumeupata. Wakati wao wamekuja twende tukashambulia, tutashambulia kwa njia gani? Hicho ndicho ambacho mnaweza mkawa mnakifanya. Hiyo ni plan ambayo obvious timu nyingi inatumia. Michael, hii mechi before haijachezwa, taswira inakujia kichwani kwamba hii mechi itakuwaje? Kwamba itakuwa mechi ya kukimbia sana? No, hii mechi itakuwa ya kupaki basi. Of course, player traffic itakuwa chini sana kwa upande wa Pamba. Pamba watacheza kwenye eneo lao. Watakuwa wana shift kutoka kwenye mid block, kwenye low block, mid block, low block, low mid. Yaani watakuwa wana shift hapo. Siwaoni kama wanaweza kwenda. Japo kwa Baraza, yeye mmoja kati ya walimu ambao ukisikiliza kwenye speech zake, approach zake kwenye mechi, hata kwenye mechi kubwa, anasema yeye pia ni mwalimu ambaye haogopi sana kucheza na hizo timu kwa maana ya kuset sana basi nyuma. Na Baraza miongoni mwa walimu wachache kwenye ligi kuu ambao inawezekana kwenye mechi 30, yani mechi zake 30 za ligi, system ya kucheza ikawa ni ile ni Baraza. Sasa yani anaweza kaingia sasa kwake. Ngoja nikwambie kitu kimoja Mike. Baraza ni mfuasi wa kucheza na beki watatu. Ndio hicho ambacho nilikuwa nataka kukwambia kwamba Baraza ni miongoni mwa walimu wachache kwenye ligi ambao mechi ya kwanza mpaka mechi ya mwisho anaweza akacheza hivi kwenye mechi zake zote. Na weakness zake zikawa ni zile kwenye mechi zake zote ambazo anacheza. Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo Baraza anaamini kwamba ninatakiwa kuwa na beki watatu nyuma ambao anacheza. Katikati niyo na watu 5. Alafu niyo na watu 2 kwenye eneo la juu. Kwa nini inakuwa ni hivi? Ni kwa sababu Baraza yeye anaamini kwamba anatakiwa kuwa outnumber wapinzani kwenye eneo la midfield. Kwa sababu timu nyingi za Tanzania kama hazitakuja na approach ya kucheza na 4-2-3-1. Sasa hivi 4-2-3-1 inachezwa na watu wengi sana kwenye system of play. Watu wengi, timu nyingi zinacheza hivyo. Ikiswitch inaenda kwenye 4-3-3, labda ikitoka tena inaenda kwenye 4-4-2. Timu chache zinacheza kwenye 4-4-2 kama Polisi, uliona mechi yao ambayo ilipita ile alivyocheza. Maana yake ni kwamba yeye anakuwa na faida mara kadhaa ya kuwa na mtu wa ziada kwenye eneo la midfield kwa sababu anatumia 3, 5, 2. Kwa hata kama utakutana timu ambayo ni 4-4-2, maana yake wewe unakutana na 4 pale kati, wewe uko na 5. Ukikutana timu ambayo ina 4-3-3, maana yake wao kwa 3, wewe uko na 5. Kwa hiyo anaamini kwamba kwenye kuongeza mtu wa ziada kwenye ile eneo la kiungo inaweza ikawa ni faida kwa sababu atakuwa na uwezo wa kushindana kwenye battle moja dhidi. Na sometimes hiyo system ambayo umeitaja ya kiuchezaji namna wanavyojipanga uwanjani, maana yake pale ambapo timu itakuwa haina mpira watakuwa wana namba kubwa kwenye eneo la kuzuia. Sasa hapo ndo ambapo weakness ya mfumo wa 3-5-2 huwa inatokea. Kwa nini inakuwa weakness na sio advantage? Inakuja weakness kwa sababu ni ngumu kumpata perfect wingback ambaye atakuwa anajua kwamba sasa hivi timu imesogea, mimi natakiwa kuwa kwenye 5 wa katikati. Alafu sasa hivi timu imepoteza mpira, inatakiwa kushuka kwenye 3 wa nyuma tuwe 5 kwenye eneo la kuzuia. Na ukiangalia Pamba kwenye msimu uliopita, miongoni mwa vitu ambavyo walikuwa na struggle navyo kwenye kufungwa, yani magoli kadhaa walikuwa nafungwa wakiwa wanatumia wapinzani anatumia advantage kwamba okay, hao wana beki 3,
wanaacha space. Kuna magipu yale ambayo ya asili yanatokea kwenye wale mawing back nyuma ya mafull back ambao wenyewe tunaamini kwamba anaenda kuact kama mawing back kwenye eneo la midfield wakati timu inaondoka. Sasa watakuwa na uwezo wa kurudi kwa wakati sahihi kwenye haya maeneo ya nyuma kwenye nyakati ambazo tunatakiwa kwenda kurudi na kuzuia. Sasa unacheza dhidi ya Simba ambao Simba wao vyovyote ambavyo wataingia, wakiamua kuingia na 4-2-3-1, wakiamua kuingia na 4-3-3, bado maeneo ambayo ni hatari kwao ni maeneo ambayo ni haya ya pembeni, ambako anacheza Anse Chula, anacheza Libase. Ndio. Kwa hiyo inawezekana nyinyi mpango wenu sawa ni kuwatumia walinzi watatu, lakini unajua uhatari wa Simba ni huku pembeni ambako kuna mashimo. Angalia goli ambalo alifunga Elim Panzo juzi, unalisifia hapo kwamba ilikuwa ni goli kali. Ule mpira Libasege ameuchukulia pembeni. Sasa unajaribu kuashumu kwamba unacheza na Pamba ambao mara nyingi na goli yenyewe anazungumza hii ili goli ambalo Simba anafunga. Umeona mpira alivyoutupa pale? Wameutupa chini huku ambako Pamba ndio inaonekana kama weakness yao, kama wataacha space. Kuna space pale kama wingback atakuwa arudi kwa wakati. Sasa mpira anaopokea Libase ambaye sasa hivi akipata mpira ana option nyingi. Kama Simba anaanza na Dumbi, anaweza akachukua mpira pale afa akanyonga cross. Kama wanaanza na Elim Panzo, hizo weakness za kiulinzi ambazo tunaamini kwa Pamba, kama mpango kazi wao hautakuwa mzuri, inaweza ikawa ni weakness hicha kwamba kinamba watakuwa na watu wengi kwenye eneo la defense, na labda na hiyo faida ya kuwa na mtu wa ziada extra man kwenye midfield, kwa maana kwamba kuwa watano, kitu ambacho pia kinaweza kikamfanya Simba sio comfortable kucheza. Sasa kwa upande wa Simba, moja kati ya jambo ambalo hivi sasa linatazamwa zaidi ni eneo la safu ya ushambuliaji. Mpanzu kama force number 9 au Ibrahim Dumbia kama mshambuliaji wakati. Option bora hii leo inaweza ikawa ni ipi kwa upande wa Simba, kutokana na namna ambavyo setup ya Pamba inaweza ikawa, hususan tunaona kabisa leo wanaweza wakawa wamekuja kwa ajili ya kujilinda zaidi. Mimi nadhani watu wengi naweza nikawa tofauti na watu wengi sana. Mimi leo ningerudi tena na Dumbia kwa sababu Pamba kama alivyotoka kuongelea Mike, Pamba it's obvious watacheza na hiyo bakteria yao. Timu itakuwa na watu wengi kwenye eneo la midfield, wataacha space nyuma ya hao ma wing back, na bahati mbaya pia kwa Pamba wale wachezaji ambao walikuwa wanatumia kwenye hiyo bakteria msimu uliopita wawili pia hawapo. Mwashinga ambaye alikuwa anacheza kama mmoja wa wale watu watatu, lakini pia Kenneth Konam pia alikuwa anacheza kama watu watatu wa nyuma. Pia Abdulmajid Mangalo pia yupo. Mangalo pia unaona katika ile bakteria yake yote amekuja na watu wapi, kina Sebo ndo amekuja hapo. Kwa hiyo kuna vitu vingine vipya vimetokea. Kwa hiyo kama mwalimu ataamua kushambulia hayo maeneo ya pembeni ambao naamini Pamba atakwenda kuacha space, basi kuna uwezekano wa kupigwa cross nyingi sana na Dumbi ya kufunga, itaweza kwa mpira wa kichwa au kutap in, vile vyote ambavyo ataona kwake inamfaa, na anaweza kufunga bao kwenye huu mchezo kama atapata nafasi. Japo kwa Baraza ni master sana kwenye hii system ya bakteria. Yaani Tanzania mimi kwangu kati ya wale ambao ni master kwenye bakteria. Inawezekana kwa mfano umeona Twiga Stars ya Bakari Shima.